Yes bwana, mambo vipi mtazamaji wetu wa Bea TV? Karibu sana katika channel yako bora sana. Karibu sana kwa mara nyingine katika channel ambayo inakupa updates na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Bwana, leo naenda kukupa sasa mjadala wa dabi upo vipi. Dabi itachezwa lini, kwa sababu dabi imeweza kuahirishwa na haitopigwa siku ya Jumapili. Yani siku mbili sasa zimesalia kuelekea siku hiyo ambayo ilikuwa imepangwa kwa ajili ya mchezo huo namba 184, mchezo wa dabi ya Kariakoo, Yanga dhidi ya Simba Sport Club. Mambo yanazidi kuwa mazito, vuta ni kuvute inazidi kuwa kubwa, mkurupishane unakuwa mkubwa kweli kweli, mitandao ya kijamii imechafuka kweli kweli kati ya Simba na Young Africans, mchezo ambao ilibidi upigwe kwanza kwa mara ya kwanza. Ratiba ya NBC Premier League ilibidi mchezo huo upigwe tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025, lakini bodi ya ligi kuu iliweza kuahirisha mchezo huo kwa sababu zisizojulikana, ambapo wenyewe waliweka sababu kwamba sababu za kiusalama, lakini pia na rushwa ambazo zilikuwa zimesheni katika siku hiyo au katika siku hiyo ya ambapo ilibidi mchezo huo upigwe tarehe 8 ya mwezi wa 3. Lakini baada ya hapo sasa bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara ilipanga tarehe sasa ya kwa ajili ya mchezo huo ambao ilikuwa imepanga mchezo upigwe tarehe 15, ambapo siku mbili zimesalia kuelekea siku hiyo. Lakini nikwambie tu kwamba mchezo huo umeahirishwa sasa, umeahirishwa rasmi, hautopigwa siku ya Jumatano. Licha ya taarifa hiyo kutokuwekwa wazi, yani kutokuwekwa kwa official, lakini leo kwa taarifa ambazo zimeweza kutufikia nitakwambia, nitakupa ni tarehe gani ambayo mchezo huo wa dabi ya Kariakoo namba 184 utapigwa, licha ya afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Sport Club Ahmed Ally kuzungumza kwamba mashabiki wa Simba kutoka mikoa mbalimbali wameweza kujitokeza katika siku hiyo katika mchezo huo wa Benjamin Mkapa. Lakini waandishi mbalimbali, viongozi mbalimbali wameweza kuzungumza na kusema kwamba utasemaje au utawahamasishaje wa mashabiki wa Simba kwamba waje jitokeze uwanjani na wakati wewe sio mwenyeji wa mchezo huo. Lakini pia mwenyeji ambaye ni Young Africans yeye amesema hachezi na hajatangaza uwanja ambao atacheza mchezo huo. Wewe unawaambiaje mashabiki wa Simba? Na lakini pia uongozi wa Young Africans ambaye ni mwenyeji katika mchezo huo, yeye hajatangaza viingilio. Wewe unasemaje mashabiki wa Simba wajitokeze katika mchezo huo? Kwa taarifa ambayo nilionayo ni kwamba mchezo huo wa dabi ya Kariakoo muda wote kuanzia hivi sasa utatangazwa rasmi kwamba mchezo huo umeweza kuahirishwa. Mimi nitakupa sasa tarehe rasmi ni mchezo gani ambao utapigwa, ni siku gani ambayo mchezo huo utapigwa wa dabi ya Kariakoo. Vuta ni kuvute inazidi kuwa kubwa kweli kweli, vuta ni kuvute inazidi kuwa kubwa kweli kweli, huku sakata la Young Africans na bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia na shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF likizidi kuandamana kweli kweli, likizidi kuwa kubwa kweli kweli, ambapo Young Africans hii leo wameweza kutumiwa na TAKUKURU barua kwamba waweze kujitokeza siku ya Jumatatu ili waweze kusikiliza kesi yao kati ya bodi ya ligi kuu soka Tanzania kati ya TFF na Young Africans kwa sababu ya masuala ya rushwa ambayo TFF na TAKUKURU imeweza kuwatumia Young Africans barua. Lakini Young Africans hii leo wanazidi kushindikiza kweli na kusema kwamba sisi tunataka bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara iweze kuvunjwa, lakini pia na rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF naye aweze kujiuzuru, kwa sababu sio haki ambayo anaifanya au sio mambo mazuri ambayo anayafanya katika ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini nikwambie tu kwamba mshindi ambaye alifanikiwa kushinda kombe la championship ambaye ni Mtibwa Sugar, inasemekana kwamba yeye mpaka hivi sasa naye hajapewa fedha zake. Hivyo jambo linazidi kuwa kubwa kweli kweli kwenye uongozi wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania. Tuachane na hilo, tuendelee na sakata kubwa sana la dabi kuelekea dabi ya Kariakoo Young Africans, mchezo ambao ulibidi upigwe siku ya Jumapili ambayo ni tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Zipo taarifa ambazo zilikuwa zinasema kwamba mchezo huo kwamba utasogezwa mbele na ndio mchezo ambao utakuwa kufunga kurasa ya NBC
Premier League, na yeyote ambaye atafanikiwa kushinda katika mchezo huo basi atabeba ndoo kutokana na mienendo yao ambayo itakavyokuwa katika michezo hii miwili iliyobaki kabla ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, kwa sababu mchezo ambao ulibidi upigwe tarehe 15, yani siku mbili hivi sasa zimesalia, ni kwamba mchezo huo hautopigwa, na kwa taarifa ambazo zimeweza kutufikia utapigwa lini. Baki na mimi mwanzo mpaka mwisho uweze kufahamu ni siku gani, ni tarehe gani mchezo huo utaweza kupigwa wa Young Africans dhidi ya Mnyama Simba. Na Young Africans siku ya Jumatatu mbele ya waandishi wa habari, afisa habari na mawasiliano Ali Kamwe aliweza kuzungumza kwamba sisi tutakuwa tayari kucheza mchezo namba 184 kama bodi ya ligi, lakini pia kama bodi ya ligi itajiudhuru ikiongozwa na mwenyekiti ambaye ni Steven Mguto, Almas Kasongo na wengine ambao wapo katika bodi hiyo watajiuzuru, lakini pia na Rais Wallace Karia atajiuzuru katika nafasi yake ya rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF. Wao watakuwa tayari kucheza mchezo huo namba 184 ambao ilibidi upigwe siku tarehe 15, yani siku mbili hivi sasa zimesalia, kwamba wao watacheza mchezo huo. Lakini nikwambie tu kwamba na waliweza kuzungumza kwamba kama wanataka kucheza mchezo, kama wanataka wao wacheze au washiriki mchezo wa finali wa kombe la shirikisho, yani kombe la CRDB Bank, basi inabidi TFF iweze kuwalipa Young Africans fedha zao za msimu mitatu iliyopita, ni msimu wa 2021, 2022, 2023, 2023 na 2024. Wao watakuwa tayari kucheza mchezo huo wa finali ya kombe la shirikisho, ambapo finali ya kombe la shirikisho unapangwa kupigwa tarehe 26 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2025. Vuta nkuvute inazidi kuwa kubwa kweli kweli katika ligi kuu soka Tanzania bara. Young Africans dhidi ya uongozi dhidi ya bodi ya ligi, lakini pia Young Africans dhidi ya shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF. Mambo yanazidi kuwa ni mazito, ambapo umeweza kusema kwamba hii ni hujuma ambayo inatendeka katika ligi kuu soka Tanzania bara, na inasadikika kwamba hivi sasa kuna baadhi ya marefa wa kike ambao wanasimamia ligi ya wanawake au wanaendesha ligi ya wanawake, ni kwamba kuna ambao hawajalipwa hela zao, kitu ambacho kimeweza kuleta mshangao mkubwa kulikwenda. Na moja kitu ambacho kimeweza kuleta mshangao mkubwa ni leo ambapo msemaji au afisa habari na mawasiliano wa Mtibwa Sugar kusema kwamba wao hawajalipwa fedha zao za championship, yani mshindi wa championship, au sio bwana. Lakini siku chache zilizopita ni kwamba JKT Queens ambaye alishinda ubingwa wa ligi ya wanawake alikuwa hajapewa kombe lake pia na fedha zake. Baada ya kurupushani siku ya Jumanne ndipo ambapo akapewa au akakabidhiwa kombe hilo. Na wananchi Young Africans wameweza kutuma ujumbe kwamba mashabiki, wanachama pamoja na wapenzi wa mpira wa miguu wasiseteleke, wasibabaike, watulie. Ni kwamba tarehe 15 mchezo wa dabi ya Kariakoo hautokuwepo kabisa, kwa sababu wao wamesema hawachezi na wako tayari kucheza mpaka vitu vyao au mambo ambayo wameweza kuyaweka yatazingatiwa, na wao watakuwa tayari sasa kucheza mchezo huo namba 184. Lakini tarehe gani ambayo mchezo huo wa dabi ya Kariakoo utapigwa? Nikwambie tu kwamba baada ya taarifa kutoka muda wote kuanzia hivi sasa ya kuahirisha mchezo namba 184 siku ya Jumapili tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, ni kwamba mchezo unaweza ukapigwa tarehe 20, yani siku 5 zitaongezwa mbele. Mchezo unaweza ukapigwa tarehe 20 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, lakini au ukapigwa yani ukawa mchezo mwisho kabisa wa kufunga msimu, na bingwa yote ambaye atapatikana hapo na mshindi yote ambaye atapatikana hapo basi atapewa ubingwa wake kama mchezo huo utapigwa wa mwisho kabisa, kutokana na michezo hii miwili iliyobakiza. Kama kila mmoja akishinda michezo yake hii miwili iliyobaki, basi kuelekea mchezo wa mwisho wa 3 wa dabi ya Kariakoo, basi yeyote atakayeshinda atakabidhiwa kombe hilo la NBC Premier League. Mambo yanazidi kuwa ni mazito, wanasema mtandaoni kumechafuka, mambo yanazidi kuwa ya moto kweli kweli. Young Africans wanazidi kupeleka pumzi ya moto kwenye bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia wanazidi kupeleka pumzi ya moto kwenye shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania
TFF. Wana Simba Sport Club, licha ya Simba kupewa uwanja kwa ajili ya kufanya mazoezi yao ya mwisho kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo namba 184, lakini wameweza kusema kwamba kama ambaye mwenyeji wa mchezo huo atahudhuria kwenye mkutano wa waandishi wa habari, basi ndipo hapo wataruhusiwa kwenda kufanya mazoezi yao ya mwisho. Lakini kama mwenyeji atakataa kwenda kwenye press, basi mchezo huo hautokuwepo. Simba haitoruhusiwa kwenda katika uwanja huo kufanya mazoezi.